والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة, wako miongoni mwetu wengi ambao husubiria wao kutamkishwa nia baada tu ya kuswaliwa salatu al-isha na kabla ya kuswaliwa tarawih. Mtu unatamkishwa nia na waitu sauma ghadin, kama vile unataka kuswali, waambie sasa na waitu salli fardha salati dhuhri 4 rakaati mpaka na imamu atakuwa fulani. Yani haya mambo mengi. Wewe maadamu unakusudia kufanya ibada hizi za kutoa sauti na kutoa nia kwa sauti, ziko ibada ambazo mtu anatoa nia kwa nini? Kwa sauti. Lakini sio kila ibada inatolewa nia kwa sauti, isipokuwa kwa anayejifunza. Yani wewe hujui, umefundishwa namna ya kutia nia. Ukishajua kutia nia, basi unaendelea kutia nia mwenyewe. Tumeelewana jamani? Na ni bora kama mtu atatia nia baada ya kula daku, anatia nia kuingia kwenye saumu yake kesho, kuliko umetia nia saa 2 alafu unaendelea kupiga misosi yako. Umetia nia kufunga alafu unakula. Kwa hiyo tia nia wakati umemaliza, umekula daku, kabla ya adhana ya pili ya mwisho, umekula daku yako, umemaliza pale. Sasa unatia nia, kesho unafunga wakati muafaka, kwa sababu usiku wote wewe una haki ya nini? Ya kula. Sasa unatia nia ya nini kabla na wakati wewe una muda wako wa kuendelea kula? Kuna ibada za kutamkishwa au katamka maneno yakasikika. Kwa mfano labbaika hajjan au labbaika umra. Umetoa nini? Nia yako kwa nini? Kwa sauti. Nimekuitikia Allah subhanahu wa ta'ala, au nimeitikia kufanya haji, nimeitikia kufanya umra. Hizi ndio ibada zinazofanywa nia yake kwa nini? Kwa kutoa sauti wa talaffudhu na kutoa matamshi. Ama zingine hizi, ikiwa mtu atasema kwa kule muda wa kujifunza tu, ukishakuwa umeshaelewa, basi sasa ushafunga Ramadhani zaidi ya 10 20, bado unatamkishwa tu na waitu soma ghadin tena mapema. Kwa hiyo lazima watu tusome na tusiwe tunafuata mkumbo. Yani dini inafuatishwa mkumbo tu, watu wataki kusoma, watu wataki kujua dini yao inaelekeza vipi. Tunafatisha tu, natamkishwa kama kasuku. Natakiwa tujue haya mambo yako vipi, unasema wakati gani, ibada gani za kutamkishwa, ibada gani sio, na mambo kama hayo. Ama kuendelea mtu ukawa wewe unaendelea tu, kama gari halina taa linakwenda tu, itakuwa si sawa. Ikhwata al-iman, tumeona kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaaban. Ni vile vile mama Aisha radhiallahu anha anatusimulia, anasema mama Aisha anasema, kana alayya sawm min Ramadhan fala aqdhihi illa fi Shaabana limakani rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii mama Aisha radhiallahu anha anasema, mimi ilikuwa nakuwa na madeni, nadaiwa madeni ya Ramadhani, na siwezi kuyalipa isipokuwa katika mwezi na kuja kuyalipa katika mwezi wa Shaaban, kutokana na nafasi ya Mtume Muhammad sallam kwangu mimi. Yani imeingia Ramadhani, kama mnavyojua kina mama hawawezi kukamilisha mwezi mzima, wana ada zao. Sasa ameingia kwenye ada yake, ikawa ameshindwa kufunga baadhi ya siku. Nategemea wengine 3, 5, 7, inategemea yeye siku zake na ngapi zinakuwa katika anazozipata, anazokuwa katika masiku yake katika mzunguko ule wa mwezi. Sasa ikiwa kwa hivyo atafungua zile siku, tunasema laisat idha hadat lam tusalli wa lam tasum, kwamba sivyo hivi sheria ndio inavyosema kwamba mwanamke anapokuwa katika masiku yake anatakiwa asiswali wala asifanye nini, asifunge. Kwa hiyo swala hatolipa, lakini saumu atafanya nini? faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra
ulama wanamuingiza hapo naye. Atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa au katika safarini atakuja kulipa katika masiku yajayo. Kwa mwanamama ambaye katika masiku yake atakuja kulipa somo. Sasa kama anakuja kulipa, atakuja kuilipa ile somo. Sasa mama Aisha alikuwa analipa katika mwezi wa Shaaban. Anasema kutokana na nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwangu mimi, kwa maana alikuwa anamhudumia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa anachelewesha kulipa lile deni, isipokuwa analipa ndani ya mwaka ule ule, ndani ya mwezi wa Shaaban. Na mwezi huu kwa kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana, tunaona vile vile hapa na wake zake wanapata fursa ya kulipa madeni yao waliokuwa wakidaiwa katika mwezi wa nini, waliokuwa wakidaiwa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba mtu ikiwa mwanamama amechelewa kulipa deni la Ramadhani iliyopita, basi anaweza kulipa pia katika mwezi huu kwa kumuiga mama Aisha radhiallahu anha ambaye alikuwa akilipa katika mwezi huu. Alikuwa akilipa katika mwezi huu wa Shaaban. Ama utakapoiacha mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, ulama wapo wanaosema ikiwa mtu ataacha deni lake likapita mwaka, basi kwa kuchelewesha kwenda mwaka mwingine atalipa saumu pamoja na kutoa nini, na kutoa ile fidia ya 1.5 kilo kwa kila siku ambayo, kwa sababu ya nini? Kwa kila siku ambayo yeye alikuwa ameifungua na kwa kuchelewa kuilipa ndani ya ule mwaka mpaka ukaingia mwaka mwingine. Kwa hiyo atalipa pamoja na kulipa fidia ya kufunga, basi atatoa na fidia ya chakula kwa mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Ama kwa yule ambaye hana uwezo, basi jambo hilo halitokuwa juu yake. Hadithi nyingine ya kumalizia kwa leo, mama Aisha radhiallahu anha anasema mama Aisha anatusimulia akisema, hadithi hii katika Sahih Muslim na Bukhari, amepokea Imam Muslim na Imam al-Bukhari, yani muttafaqun alayhi. Anasema, ma raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahrin qattun illa Ramadan, wa ma raaituhu fi shahrin akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Yani mama Aisha anasema Mtume Muhammad, sijawahi kumuona Mtume sallam kakamilisha mwezi, kafunga mwezi mzima, isipokuwa mwezi wa nini, wa Ramadhan. Na sijawahi kumuona Mtume kafunga sana katika mwezi isipokuwa mwezi wa Shaaban. Kwa tumesema kwamba mama Aisha anasimulia hapa kwamba hajawahi kumuona Mtume akifunga mwezi kiukamilifu, siku zikakamilika, wa tukmilu al-iddata, na Mwenyezi Mungu anataka mkamilishe idadi ya siku kama Ramadhani. Alikuwa akifunga mwezi wa Ramadhani mzima. Ama miezi mingine hii hakuwa anafunga miezi mizima, kama vile watu wanapoanza Rajab mwezi mzima, Shaaban mwezi mzima, wanapokwenda kwenye Ramadhani taban, mama Aisha hadithi anasema mwezi mzima. Lakini Shaaban tumekuta ina makatazo. Kuna baadhi ya siku kama hiyo ya umushak haitakiwi kufungwa. Kwa hiyo haijawahi Mtume sallam kufunga mwezi mzima wa Shaaban. Kwa hiyo atakayefunga mwezi mzima la shaka anaingia kwenye makosa, bali waweza kufunga siku nyingi, lakini siku ya shaka ambayo ni siku ya 30 katika mwezi wa Shaaban yatakikana uiache. Kwa hiyo alikuwa akifunga sana Mtume Muhammad sallam katika mwezi huu, lakini hakuwa akifunga mwezi mzima. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين سعداك أعداء الدين، واختم لنا بخيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا الذين سبقونا بالإيمان، تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احينا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وامتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة
وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.